Asante sana. Basi tunaendelea kuwashukuru ndugu wageni kwa ujumla mnaendelea kuingia katika eneo hili kwa ajili ya kushirikiana nasi katika sherehe ya siku ya leo. Na wakati tunaendelea na sherehe hii, mbele yetu tumeweza kufikiwa na wageni ambao pia kimsingi nao ni wadau wakubwa kabisa katika malezi na makuzi ya watoto katika wilaya hii ya Muleba. Nao si wengine bali ni mkuu wa shule pamoja na meneja wa shule ya Mutesa Junior 1, Mutesa 1 Junior Pre and Primary School. Naomba nimtambulishe kwenu Mr. Phineas Sylvester, lakini pia nimtambulishe kwenu Mr. Ali. Tafadhali muweze kusimama na kuwapungia mati huu mkono, na baada ya hapo basi tutapata nafasi ya kuzungumza. Mr. Sylvester, karibu. Asanteni mkurugenzi wa hichi kituo, asanteni kwa kunipa nitumie nafasi hii. Hongereni wageni wote waliofika katika kituo hichi. Kwa jina naitwa Phineas Sylvester, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mutesa ambayo hiko pale ng'ambo. Nafurahi sana kuona watoto hawa katika nafasi hii, maana ni changamoto kubwa, ni jambo ambalo si lepesi kama tunavyofikiria. Wazazi wengi wamekuwa wakizoea kuwapatia watoto vitu mbalimbali vyenye thamani kwa muda huo, ila si thamani ya baadaye. Kwa hiyo niwapongeze wazazi waliojinyima mpaka leo mmefikia hatua hii. Ili jambo mlilofanya si dogo, ni kubwa. Hili jambo halina thamani yoyote ukilinganisha na vitu tunavyofikiria sisi. Wengi tunajua kununua gari, vitu mbalimbali kwamba ndo tumeweza, ila elimu ndo jambo pekee. Unapomwelimisha mtoto haimaanishi unamwelimisha akurudishie. Wewe unaelimisha umemaliza. Sasa swala la kukusaidia ni yeye mwenyewe, ila unapofanya vile ni baraka kwa hao watoto, ni msingi mzuri wa hao watoto. Kwa hiyo nipende kuwapongeza wazazi waliounga mkono jambo hili. Si hawa tu mliowaona, na hisi wapo watoto wengine, ila baadhi hawakujaliwa kuwa nasi katika viwanja hivi. Hivyo basi ningependa kutoa neno kwa wazazi, wadau wote waliofika katika viwanja hivi. Kitu cha pekee ni elimu kwa mtoto. Elimu itamsaidia popote pale atakapokuwa. Tusiseme tusielimishe watoto kwa sababu ya mawazo tulionayo, tunamsomesha mtoto apate ajira. Ajira ni kipengele kingine na elimu ni kipengele kingine. Kuajiliwa itamkuta mtoto njiani, lakini usishindwe kumsomesha hatapata ajira. We msomeshe, mpe malezi bora. Uzuri nimesikia wamezungumza, wameelewa katika makuzi bora ya elimu kijamii, kimwili na kifikra. Hivyo basi nipende kuwapongeza walimu walioshirikiana na mkurugenzi, wazazi mliowezesha jambo hili kuwepo mpaka sisi leo tuko hapa. Nipende kuwashukuru. Vivyo hivyo muwashauri hata wenzenu, lakini kama mna wadogo zao na hawa, msiwanyime hiyo nafasi. Wakitoka hapa, baadhi wataungana kwetu kule, nasi tunawalea vivyo hivyo ili watakapokwenda baadaye wawe watu wakubwa na wazuri. Kwa hiyo ongereni, mmefanya jambo la maana. Niseme asante. Kuna mwanasaikolojia mmoja aliwahi kusema, ukitaka faida ya mwaka mmoja panda mpunga, ukitaka faida ya miaka 10 otesha mimea, na ukitaka faida ya daima elimisha jamii. Kwa ninyi faida yenu sio ya leo wala kesho. Mmeweka sehemu ambapo hamvuni. Ni sawa na mtu anayejenga nyumba, unaweka pesa pasipo kutegemea kuvuna. Wengi tumezoea M-Pesa na benki, unaweka leo kesho unatoa, unaweka leo kesho unatoa, ukikatwa unalalamika wakati umeweka mwenyewe. Sasa basi hawa mmefanya vizuri, mmewekeza pale ambapo kesho na kesho kutwa
ni harama kwetu, ni harama kwenu, lakini harama kwa taifa pia. Nisiwe mwongeaji sana, director, nipende kushukuru wote waliofika, wageni waalikwa, nipende kuwashukuru. Ni mambo mengi tumeacha tunayawazia, kazi zetu sio za kwetu, lakini ni jambo muhimu. Asanteni kwa kufika. Najua na ninyi mnakumbuka hatua hii kwamba mmetokea wapi, ilikuwaje na sasa mko wapi. Pengine mmekumbuka hilo, ndio maana mkafika. Asanteni kwa ujio wenu. Na kushukuru sana mwalimu mkuu kutoka Mtesa 1 Junior Primary School. Mungu akubariki sana. Ndugu wazazi, ni kweli kwamba muda wetu umekwenda sana, lakini tungeomba mtuvumilie kidogo tu kwa hili linalokwenda kufanyika, na mara baada ya hapo tutaendelea na ratiba nyingine. Na kabla hajasimama mgeni wetu rasmi, ningeomba nizungumze maneno machache hapa. Jambo la kwanza ni kuendelea kuwashukuru wazazi kwa kile ambacho mnaendelea kukifanya kwa ajili ya kutuwezesha kuendelea kuwalea watoto wetu vema. Na nitakumbuka kwamba mwaka jana tulikuwa na program hapa iliyokuwa inajikita zaidi katika kuhakikisha kwamba tunajenga fence kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto hawa wapo katika mazingira ambayo ni salama zaidi. Na kufikia pia mwaka jana tulikuwa tumeshapata tumepata kiasi cha shilingi 500,000 kwa ajili ya kujenga uzio kuzunguka ile eneo ambayo watoto wanasoma na kukaa hapa. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tutaanza hivi punde kuanza kujenga kidogo kidogo huo uzio kuzunguka hili eneo kwa ajili ya watoto wetu kuendelea kukaa katika ile eneo wakiwa kwa salama. Na katika dira ya kituo chetu kama ilivyozungumzwa kwamba ni daycare center, maana ni kituo cha malezi ya watoto wadogo katika umri wao kabla ya kuingia darasa la kwanza. Kwa hiyo tunayo njozi ya kufanya hiki kituo kiwe ni daycare as daycare, sio preschool. Na kwa kufanya hivyo tumefanikiwa kufanya jitihada ambazo pia kazungumza mwalimu akiwa na watoto wetu hapa, za kuweza kununua eneo jingine ambalo ni takriban heka 1 hapa mjini Muleba, na lengo kubwa likiwa ni kuweka makazi ya watoto wa preschool. Ninapozungumza hivyo namaanisha kuna watoto ambao wanatakiwa kuwa wa awali na kuna watoto ambao wanaitwa watoto wa daycare. Kwa hiyo daycare ni hawa ambao hawajafika darasa la top class ama awali, na awali manake wanajiandaa, ndio hao top class wanajiandaa kwa darasa la kwanza. Kwa hiyo tumekusudia kuwatenga hivyo wawepo wadogo zaidi hao, hata wale ambao amezungumza hapa mheshimiwa ni wadogo zaidi, hata hawajajitegemea katika kuishi kwao, wawe katika mazingira haya. Lakini wale ambao ni preschool, maana yake mwaka mmoja wanaingia darasa la kwanza, watoka katika eneo jingine ambao liko Muleba hapa mjini, ni kamoja nimezungumza. Na katika eneo hilo basi tumeweza kufanikiwa kujenga msingi wa vyumba viwili na ofisi moja, pamoja na kuinua jengo moja kwa hatua ya kuinua boma na kuliezeka hilo jengo moja. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo, lakini pia tunashukuru wazazi kwa support yenu kubwa katika hayo. Kwa katika risala yetu ambayo imezungumzwa hapa, dhumuni ambayo tunalo mbele sasa ni kuhakikisha kwamba hilo jengo tunalikarabati vizuri, kwa maana kuliwekea gypsum board, kuliwekewa madirisha ya aluminium, lakini pia kuliwekea tiles, na hiyo ofisi pia kuweza kuikamilisha kusudi tuweze kuwatenga hawa top wawe sehemu yao ama preschool wawe sehemu yao, na hawa ambao ni daycare wawe hapa kanisani. Kwa hiyo hayo ndio malengo yetu, na katika risala imeweza kuzungumzwa hivyo. Basi nimkaribishe kwa heshima kubwa sana mgeni wetu rasmi ambaye ni mseme kwa machache. Huyu amekuwa ni mdau wetu katika kituo hiki mkubwa sana, na huwa tunamuita shangazi wa kituo chetu. Maana kila akiona watoto wa hapa kwa kweli anasikia furaha sana, na amekuwa nasi bega kwa bega kwa hatua nyingi sana. Ningeweza kutamka mengi, lakini niseme tu kwamba ni mdau wetu mkubwa sana. Tunapokuwa tukifanya mambo haya tunafanikisha, hatuko peke yetu. Kuna watu ambao wanatamani kuona kazi tunayoifanya kwamba inakuwa. Hivyo basi mgeni wetu rasmi kwa siku ya leo ambaye tunamuita ni shangazi yetu katika kituo hiki, Mama Mariam Kuboja, tunakuwasilishia haya maombi ambayo tumeweza kuyazungumza kwamba tunalo kusudi la kuweza kukamilisha gypsum board, kukamilisha aluminium windows kwenye jengo hilo, lakini pia kuweza kumalizia kwa plaster na kuweka tiles katika darasa hilo liweze kuwa la kisasa zaidi. Na hivyo tumeliezekea kwa mabati ambayo ni unaita ya South aluminium, hayo ya South, kusudi kidogo liwe ni lenye hadhi
kubwa zaidi, pia watoto nao wazidi kufurahia zaidi uwepo wao katika maeneo hayo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa yote, na pia tunawashukuru wazazi kwa yote mnavyoendelea kutushika mikono katika haya. Basi kwa heshima kubwa sana ningeomba niweze kumkaribisha mchungaji, na amesema kuna dharura kidogo ambayo anaenda kuitimiza ya kichungaji, aweze kuaga kwa muda, alafu baada ya hapo basi mgeni wetu rasmi atasimama kwa ajili ya kuweza kujibu risala yetu. Karibu mchungaji. Asante jamani, ninahitaji niwaombee sasa mnapokwenda kwa programu nzuri. Ninaomba watoto, can you listen please? Basi ninahitaji niwaombee. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mwema uishie juu mbinguni, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Nakushukuru sana kwa ajili ya kituo hiki cha AWAL ambacho kimeendelea kuandaa watoto hawa katika mazingira yaliyo salama na katika mazingira yatakayowawezesha kusonga mbele katika maisha yao. Ninashukuru wazazi hawa ambao wameona umuhimu kwa ajili ya kuwaleta watoto. Asante kwa ajili ya walimu ambao wamekuwa nao bega kwa bega kwa muda wa mwaka mzima. Sasa leo wanapokuwa wakihitimu katika awali hii, wakitarajia mwaka kesho waanze darasa la kwanza na kuendelea, Bwana ninaomba utembee pamoja nao. Na kwa kuwa wewe ni rafiki wa watoto, ni mpenzi wa watoto, ninawaombea uwajalie kuwa na akili njema, uwajalie kuwa na afya njema, uwajalie kuwa na makuzi yaliyo bora, na uwafanye kuwa watu bora katika nchi yetu ya Tanzania. Asante kwa ajili ya shule zote ambazo wawakilishi wake wako hapa. Ninawaombea kwa namna ya pekee, na maafisa ustawi wa jamii wanapokuwa wakiendelea kuangalia jamii hii ya watoto wadogo na jamii ya Watanzania, ni kwamba waendelee kujenga maadili yaliyo bora ili taifa letu liendelee kuwa na ustawi na kuwa na watu walio bora watakaoendelea kulijenga taifa lao kwa siku zijazo. Ninaamini kwamba programu zinazoendelea utaendelea kuzibariki, na kila mmoja atakayehitajika kwa ajili ya kunyosha mkono ili kwamba tuweze kuendeleza malezi haya, Bwana ukambariki na kuzidi katika jina la Yesu, amina. MC, basi kwa heshima kubwa sana naomba nikukaribishe mgeni wetu rasmi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Nipende kuwapongeza wazazi pamoja na walezi wote wa watoto waliotufikia katika siku ya leo. Mwenyezi Mungu na azidi kuwabariki sana. Binafsi namshukuru Mungu kwa fursa hii niliyopewa katika siku ya leo. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Sikutegemea kuwa ipo siku moja nitaweza kusimama mbele ya umati wa watu na kuitwa mgeni rasmi. Niwashukuru sana meza kuu mlioambatana pamoja na mimi. Nikushukuru mkurugenzi wa shule. Unapokuwa ukiyatenda haya, Mungu unazidi kukubariki sana. Tunao watoto wetu wanaohitimu katika siku ya leo. Wanayo mahitaji yao ambayo wameweza kuyawasilisha hapa mbele. Na binafsi nichukue muda mfupi sana kuweza kuyatekeleza haya kwa uchache. Na ninapoona nyuso za watu wazazi na walezi wamechoka, muda umesonga na watoto wetu wamechoka. Ni ajabu sana, toka asubuhi mtoto amekaa mpaka masaa haya, mtoto anakuwa amechoka na tumbo lake linakuwa liko wazi. Binafsi sasa nichukue muda mchache kuyatekeleza haya kwa kidogo nilichobarikiwa
Na unapokuwa mgeni rasmi, hutakiwi kusema maneno mengi na watu wakiwa na njaa na wamechoka, ni utovu wa nidhamu. Kwa machache hayo sasa, mkurugenzi ametoa maelekezo machache kuhusu yale yote anayoyafanya. Binafsi kwa jengo haliloliandaa na analoliendeleza, ninahitaji kumsapoti kwa jengo analoliendeleza na linaloendelea kuwezekwa na limeshaezekwa sasa linapokuwa limeezekwa linahitaji kumalizika. Mimi binafsi ninaomba kumsapoti mkurugenzi wa shule yetu kwa kumpatia gypsum board 30 na simenti 20. Sambamba na hayo, nitampatia kiasi cha shilingi 200,000 taslimu. Niwashukuru wanafunzi na nimshukuru sana kwa malezi bora anayoendelea kuwapatia wanafunzi wetu. Wanafunzi wetu wamekuwa ni kinara wa elimu iliyo bora na si bora elimu. Anayoyatoa kwa wanafunzi, mafunzo anayoyatoa kwa wanafunzi kuhusu elimu, kwa kweli elimu yake iko juu. Na ninapoangalia mtoto wa miaka 4 anasimama kusoma risala na mtu yuko kule nyuma amekaa hawezi hata kusoma. Na nakushukuru sana mkurugenzi kwa hatua unazoendelea kuzitoa kwa watoto wetu. Sina mengi ya kusema zaidi kwa kuwa muda umesonga na mambo bado yapo, na ukizingatia tulioko hapa wengi leo ni siku ya maandalio ya Sabato, kwa hiyo tunahitaji kwenda kujiandaa kwa siku ajili ya Sabato. Ni kushukuru sana mkurugenzi na niwashukuru wazazi na walezi waliofika. Sambamba na hilo, meza kuu niwashukuru sana. Mwenyekiti wa sherehe, naomba nikushukuru kwa hilo. Na tunapokuwa tukiendelea, tutazidi kujuzana mengi zaidi. Mungu na awabariki. Makofi tena kwa mgeni wetu rasmi. Makofi kwa mara nyingine tena. Mgeni rasmi, Mungu akubariki. Ninamuomba mwenyekiti wa kamati ya shule, uje upokee kidogo kilichopatikana kwa siku ya leo. Safi kabisa. Jamani, mwenyekiti wa kamati ya bodi ya shule, mahali popote ulipo, uje upokee kidogo hiki kutoka kwa mgeni wetu rasmi. Karibu sana. Aha. Asante sana mgeni wetu rasmi, na Mungu akubariki sana. There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. When you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. You will know how to let it ring out as you discover
listening. And pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. Place in your heart, and I know that it is love. And these days could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place in the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world. So make a better world. Heal the world. Make it a better place for you and for me. And love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Oh, sit in your heart. Start to know that someone cares. And their lives will be stronger and free, As God has shown us by turning stones to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. Sijampata anayefanana na Yesu, mimi naburudika moyoni. Ninaye Yesu wangu, mimi ninaburudika moyoni mwangu. Sijampata anayefanana na Yesu. Miaka mingi nilimtafuta Yesu, sikupata wa kufanana naye. Sasa moyo wangu unaburudika, nimempata Yesu. Moyo wangu ni furaha tele, nimempata Yesu. Nimempata Yesu. Mimi naburudika moyoni. Ninaye Yesu wangu, mimi ninaburudika moyoni mwangu. Sijampata anayefanana na Yesu, mimi naburudika moyoni. Ninaye Yesu wangu, mimi ninaburudika moyoni mwangu.
wetu bado anakungoja. Njoo uburudike makaoni pake, upate pumziko. Moyo wangu ni furaha tele, nimempata Yesu. Hao sasa ndio wanageuza waliotuletea keki kwa siku ya leo. Tafadhali mwenye mtoto huyo sasa. Wow. Mimi naburudika moyo. Jina ya Yesu wangu mimi ninaburudika moyoni mwangu. Sijampata anayefanana na Yesu. Mimi naburudika. Asante sana DJ. Sasa niwaombe aite wazima, nikuombe mkurugenzi, ukiandamana au ukimuomba mgeni wetu rasmi akashuke kwenye meza ya keki ili tukaweze kuzungumza 1 2 3 na tuone mambo yanaendaje. Rasmi watu wote waliokaa table mtaongozana na mgeni rasmi kushuka kwenye meza ya keki. Tie joto, tie nguvu, umwambie tupo na wewe. Safi kabisa. Basi DJ, kwa heshima na tazima sasa hapa niende nikampatie mgeni wetu rasmi, mgeni wetu mwenye heshima, kipaza sauti hiki akaweze kuongea kidogo kabla hatujaanza kutoa utaratibu kwamba hii keki inaenda wapi, hii inaishia wapi. Bila neno lako hizi keki haziwezi kuwa chochote. Basi kwa heshima yako kubwa ni ukabidhi maiki hii uongee kidogo kuhusu hizi keki zilizoandaliwa na shule hii. Kwa neno lako tu sisi tutatii. Asante sana na karibu sana. Nikuombe mkurugenzi sasa kwa heshima umkaribishe mgeni wetu rasmi kwa ajili ya kunena kidogo kwa ajili ya hizi keki. Karibu. Na kushukuru sana kwa nafasi hii tena. Basi pasipo kupoteza wakati naomba nimkaribishe mgeni wetu rasmi kwa ajili ya kuendelea na huduma hii ya keki. Karibu. Basi mgeni rasmi amenong'oneza kwamba nisome yaliyoandikwa hapo, nami pia pasipo shuruti na tii. Hapa mbele yetu zipo keki 3 na kwa kweli ni nzuri. Ya kwanza upande wangu wa kulia wa mgeni rasmi imeandikwa, hapana, taanza nayo upande wa kushoto. Iliyoko upande wa kushoto mwa mgeni rasmi imeandikwa top class. Manake ndio wahitimu wetu wa mwaka 2025. Lakini keki ya pili imeandikwa thank you teachers. Asanteni walimu. Manake hawa top class wamefanikishwa na walimu kufika hapo walipo. Na hii keki ya mwisho nitasoma kwa niaba yangu mimi mwenyewe. Imeandikwa sio kwa mimi mwenyewe, ni kwa niaba yangu lakini pia kwa niaba ya wazazi na watu wote kwa hapa. Imeandikwa thank you official guest. Yani tunakushukuru sana kwa ujio wako hapa na kwa kile ambacho umekifanya katika sherehe ya siku ya leo. Naomba kukukabidhi mic kwa ajili ya yanayoendelea. Karibu sana mgeni wetu rasmi. Mgeni wetu rasmi, kuna keki imesemwa kwamba ni shule na walimu na wanafunzi na wazazi pia wakaona sio vyema mgeni wetu mwenye heshima kutoka hapa bila kubeba keki ya kwake. Lakini tunajua kwamba keki ni gharama. Walimu wamejipanga, wazazi wamejipanga na wanafunzi pia wakakupa zawadi hiyo. Basi na wewe kwa kupokea hiyo zawadi yao unanena nini juu yao? Unafanya jambo gani ili wajue uwepo wako hupo hapa, hawajakosea kukuita? Asante, karibu. Asante MC kwa kutekeleza hilo. Najua keki zimetengenezwa kwa gharama kubwa, na kwa kutekeleza hilo ninaomba keki hizi zitakazwa kwa shilingi 30,000 na nitaitoa mimi mwenyewe. Safi sana. Pigia makofi mgeni wetu rasmi.
ambaye anatoa keshi 30,000. Jamani, shule hii ni muombe sasa muhasibu wa shule aniletee sehemu mgeni rasmi atie pesa. Unajua, ni waombe sasa mlete sehemu ya kwa mgeni rasmi atuwekee baraka kwanza. Muhasibu wa shule hii niombe sasa, au mwalimu wa shule hii atuletee sehemu ya mgeni rasmi kuweka kidogo au kikubwa alichobarikiwa kututunuku katika shule hii. Tafadhali. Nani wa kushahidikiana nawe Mungu, umetamalaki enzi, utukufu wako umetenda kote, taifa yote ya kufahamu, umetenda mambo mema Bwana, nani wa kulinganisha nawe El Shaddai. Safi kabisa. Taratibu DJ. Safi kabisa. Huyo ni mgeni wetu rasmi, lakini tukumbuke haitibu ni gharama. Wageni wetu walikuwa wageni wetu wenye heshima. Mupo nyuma ya mgeni wetu rasmi. Hata yeye asingetokea nyinyi mngekuwa wageni rasmi. Lakini kwa sababu mgeni rasmi kashafungua njia, nyinyi ni wakina nani? Niombe sasa kwa heshima na taazima, mkurugenzi nikabidhi kipaza changu cha sauti, kwa sababu hii ni keki ambayo tutaenda kuikata na wanafunzi wetu vipenzi. Lakini nitaanza kwa kila mmoja mmoja. Unanena kwa neno lako moja tu, kila neno moja, ili tuone hii keki tunaikata vipi. Nitaanzia kwa mkuu wangu kutoka Tumsime. Tunatambua uwepo wako hapa, tunakuomba unene kidogo. Karibu. Asante sana na Mungu akubariki. Basi mkabidhi mwenyekiti wa bodi ya shule hii, tunatambua uwepo wako. Karibu. Asante MC, mimi nitachangia na nitazipungua kwa shilingi 5,000. Asante sana. Asante sana. Karibu daktari wetu. Karibu sana, tumekuona tu. Tunaona Mungu anaendelea kunena. Nena nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi pia ni mzazi, lakini nimepata tu neema ya kuwa mwenyekiti. Safi kabisa. Nitachangia shilingi 10,000. Makofi kwa mwenyekiti tafadhali. Ukiona umekula umekunywa ni kwa jitihada zake. Karibu mwalimu kutoka Junior Mtesa. Marafiki zangu sana hawa. Karibu nene kidogo. Asante FC. Mungu ni mwema kila wakati. Kila wakati. Mungu ni mwema. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kutokana na mandhari na juhudi ambayo naiona hapa mbele kutoka Mtesa na ikata keki hiyo kwa shilingi 10,000. Asante sana, makofi jamani. Shawambia hawa ni marafiki zangu kutoka Mtesa Junior. Karibu sana madam, na tunakupenda sana. Karibu nene nasi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi nami nitakula keki kwa shilingi 5,000. Asante sana, makofi kwa madamu huyo. Mungu akubariki. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi na afisa mwenzangu hapa, maafisa ustawi, tutakula keki kwa 10,000. Maafisa hao sasa wametoa keki kwa shilingi 10,000. Asante, mbarikiwe sana. Karibu sana mwalimu mkuu. Anatoa kura keki kwa shilingi 5,000. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naikata kwa shilingi 10,000. Asante sana kutoka Junior Mtesa. Kwa shule huyo. Ubarikiwe sana. Asante. Najua wote wameshiriki kunena nasi.